Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Tukiingia katika upande wa sharh moja kwa moja, na tunamalizia kipande chetu cha beti ile ya mwisho tulioishia, kwa sababu hata ukisoma katika upande wa sharh yake, wa fi ikhtiyari la yaji'u al-munfasilu idha ta'atta an yaji'a al-muttasil, anasema Sheikh, kullu mawdhi'in, kila sehemu ambayo amkana an yu'ta fihi bidhamir al-muttasil, inayojuzu kuiweka ndani yake dhamiri muttasil, basi la yajuzu al-udulu anhu, haifai kuachana nayo, ila al-munfasil, kuelekea katika dhamiri munfasil, illa fima sayadhkuruhu al-musannifu, isipokuwa katika sehemu ambazo atazeleza mtunzi. Fala taqulu, huweza ukasema akramtu fi akramtuka, ukasema akramtu iyaka, liannahu, wa sababu yumkinu al-ityanu bil muttasil. Fataqulu, inawezekana ukasema akramtuka, kwa hiyo basi wakati huo ikawa kuna umuhimu wa kuitumia dhamiri muttasil. Fa illa yumkin al-ityanu bil muttasil, ikiwa sasa haiwezekani kuileta dhamiri muttasil wakati huo, basi taayana al-munfasil, itakuwa ni lazima wakati huo kuitumia dhamiri munfasil. Na mfano iyaka akramtu, wakad jaa adh-dhamiru, na imekuja dhamiri fi shairi munfasilan, imekuja katika upande wa dhamiri munfasil, ma imkani al-ityani bi muttasil, pamoja na kuwa iliwezekana kuileta dhamiri muttasil, kwa kaulihi, kama alivyosema, bil ba'ith al-warith al-amwati kad dhaminat iyahumul ardh fi dahri ad-dahariri, bil ba'ith, kwa yule mfufuzi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-warithi al-amwat, mwenye warithi hao waliokuwa wamekufa, kad dhaminat iyahumul ardh, ardhi imewakusanya, imebeba wao, fi dahri ad-dahari, katika zama ya hizo zama zilizokuwa zimepita. Mahallu shahidi ni iyahum, ilitakiwa ije kad dhaminatuhum kwa dhamiri muttasil, lakini imetumika dhamiri munfasil wakati huo katika upande wa beti, na katika upande wa mashairi umekuja hivyo, lakini ndio imekwenda kinyume na kaida, na hii inaweza kutumika tu kama vile upande wa dharura haingii katika upande wa kaida yetu. Kwa hiyo imekuja kinyume na kaida ambayo imetumika, kama tulivyosema, sehemu hii itakiwa itumike dhamiri muttasil, ije kad dhaminatuhum, na akaelezea shekhe katika upande wa ushahidi huko ilitakiwa ije hivyo, lakini ndio imekuja katika sura nyingine ambayo imefungamana mashairi, na kwa vile imekuja katika upande wa mashairi tabakia kama ni dharura, haitotumika sehemu nyingine. Kisha baada ya hapo akaelezea chini kuna fawaid, anasema wa min hadha an-naw, katika aina hii ambayo alikuwa anaelezea upande wa namba 2 ya hii wa fi ikhtiyari la yaji'u al-munfasil, kuna namba 2 tumeiacha katika upande wa fawaid. Anasema ilam, jua, annahu yata'ayyanu infisalu dhamiri, kwamba ni lazima dhamiri kuwa ni munfasil, wala yumkinu al-maji'u bihi muttasilan fi 10 mawadhi', na wala haifai dhamiri kuja ni muttasil katika sehemu 10. Akaanza kutaja sehemu ya kwanza, al-awwal an yakuna dhamiru mahsuran, dhamiri iwe ni yenye kufungwa, kwa kaulihi ta'ala, wa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, au amehukumu kwamba msiabudu chochote isipokuwa yeye tu. Kwa hiyo iyyahu hapa imekuwa ni mahsuran, isipokuwa yeye tu, imefungwa kwa kutumia hii alla ta'budu illa, kwa kutumia illa, na hiyo naha iliyokuwa imekuja hapo ya kukataziwa kwamba msiabudu chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kauli Farazdak, na vile vile vya kauli ya Farazdak, anasema ana dhaidul hami adhimar, mimi ni mwenye adhaidu, ni mtetezi, alhami, mwenye kuhami, adhimar, adhimar ni wale wanaokuzunguka watu, vyeo na kila kitu, adhimara. Wa inna ma, na kama alivyo, yudafi an ahsabihim ana au mithli, wanatetea kutokana na nasaba zao, vyeo vyao, mfano wa mimi, kama mimi au mfano wake. Kwa hiyo mahalu shahidi ni hii ana, imetumika hapa, yudafi an ahsabi ana au mithli, na hii vile vile pia imekuja kwa sura ya al-hasr, imefungwa kwa sababu tangulizwa jaru majruru na huyo fa'il ambaye ni ana, vile vile imekuja baada yake, lakini huko nyuma kuna innama, imefungwa kwa kutumia tamko innama, innama yudafi an ahsabihim ana au mithli. Kwa hiyo imefungwa kwa kutumia tamko innama, alafu ikaja yudafi an ahsab, asili yake ilikuwa innama yudafi ana. Kwa hiyo lakini ana hapo ilipo
cheleweshwa juu ya jar majrur. Almuhim kwamba hii inakuwa ni mahsurun bi inma, imefungwa kutumia inma, ambayo inma inaitwa adatul hasr wa dhibt au kafatun makfufa. Idh at-takdir, kwa sababu takdiri inakuja la yudafiu an ahsabihim illa ana wa mithli. Kwa hiyo sehemu hizo haitumiki dhamiri isipokuwa ni dhamiri munfasil. Wa min hadha an-naw, na mfano sehemu kama hiyo ni kaulu Amri ibn Ma'di Yakriba, anasema Az-Zubaydi kad alimat Salma, alijua Salma wa jaratuha, na jirani yake, ma qattara al-farisa illa an, hakuna alimtojeza, yani alimfanya atoke matoni kama ni Adamu yule al-faris. Al-faris na wale wapambanaji mashujaa wa farasi, illa ana, isipokuwa ni mimi. Na hivi vile pia ana imefungwa kwa kutumia ma na illa, na hizo kingi katika balagha ni katika vitendakazi vya kuonyesha al-hasr. Al-hasr ni kukifunga kitu juu ya kitu fulani, yani kukifunga kitu katika upande wa hukumu. Kwa maka tora, hakuna ile mtojeza damu huyo al-farisa illa ana, isipokuwa ni mimi tu. Na ndio maana Kiswahili tunatumia tu ukifunga kitu. Athani ya pili, an yakuna dhamiru marfu'an, hiyo dhamiri imerufaishwa bi masdarin, kwa kutumia masdari ambayo ni mudhafin ila al-mansubi bihi, masdari ambayo imegemezwa kwa jina lililokuwa limenasibishwa. Mathalan, ajibtu min darbika huwa, nimeshangaa kule kukupiga kwako wewe yeye. Kwa hiyo huwa hapo ilipo ni marufu, imerufaishwa na hiyo dharbi ambayo huwa inakuwa ni kama ndio fa'il. Kwa hiyo sehemu hii vile vile pia itakuwa ni lazima itumike dhamiri munfasil. Wa kauli sha'i, na kauli mshana sema binasrikum nahnu, kwa kule kuwa nusuru nyinyi sisi, kwa maana yeye nahnu ndio fa'il wa nasri, hiyo kafu ni kama ni mafulu mbili, lakini udhifa ila amilihi, imegemezwa kwa amili wake ambaye ni masdari, sababu masdari inafanya kazi kama kitendo. Kwa hiyo kwa kule kuwa nusuru nyinyi sisi, kuntum faizina, kama mmefaulu, wakati akhara al-ida, lakini liliwapumbaza maadui, bikum, kwa nyinyi, istislamukum, kule kujisalimisha kwenu, fashalan, likapumbaza hilo katika hali ya kushindwa kwao na kufeli kwao. Athalith, ya tatu, an yakuna amilu dhamiri mudhmaran, iwe amili wa dhamiri ni mudhmaran, iwe ni yukadiriwa. Na mfano kauli Samaual anasema, wa in huwa lam yahmil ala an-nafsi dhaymaha falaysa ila husni thana'i sabilu. Wa in huwa, na in huwa lam yahmil ala an-nafsi dhaymaha, ikiwa yeye lam yahmil, hakubeba ala nafsi, juu ya nafsi yake, hakubeba dhaymaha, dhulma yake, falaysa ila husni thana'i sabil, basi hana ila husni thana, hakuna katika husni thana kule kumsifia vizuri, sabil, hakuna njia ila husni thana kumsifia vizuri. Kwa hiyo amili wa dhamiri hapo maana yake ni muqaddar. Maana yake aliposema wa in huwa lam yahmil, asili yake wa in lam yahmil huwa. Kwa hiyo maana yake imekuja dhamiri, lakini amili wake tunakadiria huwa ameondoshwa, amili wa dhamiri. Kwa nakadiria kwa kitendo ambacho kimekuja mbeleni, lam yahmil, kinafasiri hicho kitendo ambacho kitakuwa kimeondoshwa, maana yake ni kama hii. Kwa kauli ya Labid ibn Rabi'a anasema, fa in anta lam yanfa'aka ilmuka fantasib la'allaka tahdika alqurunu alawailu. Na beti matula yake ilianzia kwamba kullu shay'in ma khala Allah batilun, ndio ilipoanzia kwamba kila kitu isipokuwa Allah tu, kila kitu ni batil, kila kitu kitaondoka. Wa kullu na'imin la mahala tazailun, na kila neema zitaondoka vile vile, hakuna budi. Wa kullu mri'in sawfa tadkhulu bainahum duwayhiya, na kila mtu atapata na majanga mazito ya mauti. Tasfaru minha al-anamilu, na makucha atapiga umanjano kwa kufa kwake. Fa in anta lam yanfa'aka ilmuka, ndio ikaja hii. Ikiwa sasa elimu yako haikukunufaisha, kwa sababu ndio sadaqatun jariya miongoni mwao, basi fantasib, jiegemeze tu kwa watu wenye elimu. La'allaka tahdika alqurunu alawailu, huenda wakakuongoza wewe zile karne za wale waliotangulia mwanzoni, karne zao, huenda wakakuingiza katika upande huo na wewe ukaingia katika watu bora. Arabi, ya nne, kwa hiyo mahallu shayni fa in anta lam yanfa'aka, manake fa in lam yanfa'aka anta. Kwa hiyo kwa maana hapo hiyo anta tunakadiria amili kuwa ameondoshwa, na tunakadiria kitendo kilichokuja mbeleni, fa in lam yanfa'aka anta. Kwa hiyo ndio kaja lam yanfa'aka ilmuka. Arabi, ya nne, an yakuna amilu dhamiri mutaakhiran, amili wa dhamiri awe ni mutaakhiran anhu, wawe amechelewa kutokana na dhamiri yake. Kauli ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndio tunakuabudu na wewe tunakutaka msaada. Na vile vile pia hii inaingia katika upande wa hasri ya kufungwa kwa
sura nyingine. Wa hadha huwa almawdhi alladhi ashara ilayhi shari, na sehemu ambayo aliashiria makasharehe. Alkhamis, sehemu ya 5, anasema an yakuna amilu dhamiri manawiyan, amilu wa dhamiri kile kinachofanya kazi kwa ile dhamiri iwe ni amilu wa kimaana, isiwe upande wa kilafudhi, haikutamko lakini maana. Wadhālika na idhawaka dhamiri mubtada'an, mfano labda dhamiri imekuja ni mubtada, mfano Allahumma ana abidun athimun, mimi ni mja mwenye kufanya madhambi, wa anta maulan karim, na wewe ni mola mkarimu. Kwa hiyo katika sehemu hii imetokezea amili wa dhamiri ni amil maana ambao ni ana. Kwa hiyo imekuja ana hapo ilipo, Allahumma ana abduka. Na akisema amil wa maana imetokezea kwa ni mubtada, na kule kuanza mwanzoni kabisa wa mubtada ni amil wa kimaana, kwa sababu huyo anamfanya khabari awe ni mwenye kufaishwa. Wa anta maulan karim, pia vile vile pia anta hapo ilipo imekuja dhamiri mfasili, kwa sababu amil wake huyo amil wa dhamiri anasema ni alibtidau, ni kule kuanza mwanzoni. Wa minhu, na vile vile pia kuna ana dhaidu, mimi ndo mtetezi, kama ilivyokuja katika beti ya Baitul Farasdak as-sabiq kutangulia. Asadis ya 6, an yakuna dhamiru ma'mulan li harfi nafin, dhamiri awe ni maamuli wa harfi ya nafi, kwa kauli Ta'ala, manake iwe amili wake ni harfi ya nafi. Wama antum bimujizin, wala hamkuwa nyewe kwa wenye kushinda. Kwa hiyo ma hii inakuwa ni ma an-nafiyatul hijaziyya, kwa wale watu wa Hijazi, Makka, Madina wanatumia ma kwa inafanya kazi ya laisa, taarifa walisma tansibul khabara. Hiyo antum inakuwa ni ismu ya ma, na hiyo ba hapo ilipo inakuwa ni zaida. Mujizina inakuwa ni majruru lafdhan, lakini mansubun mahalla, ina nasibishwa kimahali kwa sababu inakuwa ni habari ya hiyo ma an-nafiyatu al-hijaziyya. Nyingine ma hunna ummahatihim, pia nao ni kama hiyo ma an-nafiyatu al-hijaziyya, in ummahatuhum illa allai waladnahum. Na ushahidi mwingine pia ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma hadha bashara, na pia ni ushahidi wa kuonyesha kwamba ma inafanya kazi ya kufaisha ismu na kunasibisha habari kama laisa. Wama ana bitaril mu'minin, na wala sikuwa mimi kuwa ni mwenye kuwafukuza waumini. Kwa hiyo wama ana, hiyo ana, kwa sehemu zote hizo zimekuja dhamiri kuwa ni munfasil, kwa sababu amili wake ni harfu ya nafi. In ana illa nadhirun, hapo in ana amili inakuwa ni in ana illa nadhirun mubin, sikuwa mimi isipokuwa, na hapo haikufanya kazi kwa sababu ile nafi imevunjwa kwa kupitia illa, imekuja ithbati shengi ya illa, basi inaondoka ile sura ya kufanya kazi katika upande wa hicho kitenda kazi. Kwa hiyo asili ilikuwa ni in, ndio kitenda kazi, ndio amili wa huyo ana, lakini hapo haikufanya kazi kwa sababu imevunjwa kwa kutumia illa nafi yake. Wallahu aalam. Wa kauli shair, na kauli mwingine nasema in huwa mustawliyan, hapo imefanya kazi moja kwa moja, in huwa mustawliyan. In huwa mustawliyan ala ahadin, kwa hiyo manake hakuwa yeye kuwa ni mwenye kutawala juu ya yoyote, illa ala adhafil majanin, isipokuwa juu ya yale madhaifu zaidi katika upande wa wenda wazimu. Kwa hiyo in hapo imefanya kazi kama laisa, na rufaisha ismu na kunasibisha habari. Mustawliyan habari ya in, na imekuja dhamiri munfasil kama tulivyoeleza, kwa sababu amili wake ni harfi ya nafi. Asabi ya 7, an yafsila au an yufsala baina adh-dhamir wa amilihi bima'mul akhar, itenganishwe kati ya dhamiri na amili wake, itenganishwe kwa maamuli mwingine, kwa kauli Ta'ala, kama kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Kwa hiyo yukhrijuna ar-rasula kwa kati ya iyyakum, ambao ni mafulu bihi yukhrijuna, vile vile pia kwa njia ya atfi. Kwa hiyo imetenganishwa kati ya hiyo dhamiri na amili wake ambao ni yukhrijuna kwa kupitia ar-rasula, ambao vile vile pia ni maamuli, vile vile ni mafulu bihi wa yukhrijuna, lakini ikatenganishwa hiyo dhamiri wa iyyakum kwa kupitia atfi ya kuunganisha. Kwa hiyo sehemu hiyo pia dhamiri ikafanywa munfasil. Kwa kauli shairi, na kauli ya mshairi kusema mubarra'un min uyubin nasi kullihim fawahu yar'a aba hafsin wa iyana. Kwa hiyo mubarra wewe ni mwenye kutakaswa kutokana na aibu za watu wote, fawahu yar'a wa muhifadhi na mchungi baba Hafsa wa iyana na sisi. Kwa hiyo mahalu shahidi ni sehemu ya iyana. Kwa iyana hii imeatifiwa katika aba hafsin ambayo ni mafulu bihi, ndio iliyotenganisha kati ya hiyo yar'a kitendo maamili na huyo maamuli wa pili ambao ni iyana kwa njia ya atfi wa iyana. Athamini ya 8 anasema an yaqa dhamiru, itokezee dhamiri baada wawi al-ma'iyya, baada ya wawi inaonyesha musahaba umaiya upamoja.
ka kauli Abi Dharr. Na wao tushajua kwamba ile inaonyesha musahaba tu, haionyeshi kushirikiana, tofauti na wao ya atfi. Ukisema labda nama atiflu amelala mtoto, wal ummu ukasema na mama ukayatifia, manake wamelala wote pamoja, mshirikiana katika kulala, hiyo itakuwa ni harufu ya atfi. Lakini wao ya maia ukisema nama atiflu wal umma, amelala mtoto wal umma na mama, hii inaonyesha kwamba wakati mtoto analala mama sio kwamba labda alilala, bali alikuwepo pamoja na mtoto, walikuwa pamoja, kitendo cha kutokea kulala kinatokea na mama yupo, lakini mama wakati hakulala. Hii ndio maana ya almaia. Ndio maana una baadhi ya sehemu inafaa kuitumia wao ya maia kama hivyo, na inajuzu kutumia wao ya atfi, lakini sehemu nyingine haifai kutumia isipokuwa ni wao ya maia peke yake, kama ilivyokuwa baadhi ya sehemu za kuonyesha kushirikiana tu haitumiki isipokuwa ni wao ya atfi, kama vile kusema kharajtu atlu ash-shamsi, inatoka na jua linachomoza. Kwa hiyo maana yake hii ni umaia, kitendo changu cha kutoka kimesuhubiana, kimeambatana kule kuchomoza kwa jua, wao au alam. Kwa hiyo hizo katika sehemu zake biidhnillah ta'ala. Kwa hiyo ikija dhamiri baada ya wao al-maia pia itakuwa dhamiri hiyo ni munfasil. Anasema fa'alaitu, niliapa, la anfaku ahadhu kasidatan, siachukua ni mwenye kuifuatishia kwenda nayo sambamba kasida, takunu wa iya, kasida ambayo itakuwa ipo wa iyaha kwa pamoja, wa iyaha biha mathalan baadi, na hiyo kasida itakuwa pamoja kuwa ni mfano, kama vile mfano baada yangu, kwa maana itakuwa ni kama vile kitu cha kuigwa, maana yake takunu mathalan, itakuwa hiyo kasida ni mfano. Kwa hiyo iyaha hii wao ni wao ya maia, maana yake aliposema kasidatan takunu, kwa hiyo la ahadhu, siachi kufuata sambamba kasidatan, kasida ambayo itakunu mathalan, ndio asili yake, ambayo itakuwa ni mfano. Kisha aliposema takunu wa iyaha, maana yake itakuwa ni mfano pamoja nayo hiyo kasida. Kwa hiyo hii wao hapo ilipo inaonyesha umaia pamoja, itakuwa ni mfano pamoja na yeye wakati akiwa ameondoka katika maisha, watu watakuwa wanafuata katika upande wa kasida yake. Atase ya 9, an yaka dhamiru baada amma, itokezee hiyo dhamiri baada ya amma, na mfano amma ana fashairun, ambao amma inakuwa ni harfu shartin wa tafsilin. Ana wakati itakuwa ni mubtada. Kwa hiyo wa amma anta fakatibun, ama wewe vile vile ni mwandishi. Wa amma huwa fanahawiyun, kwa hiyo mpaka mwisho. Al-ashir ya 10 katika sehemu ambayo pia ni lazima dhamiri iwe ni munfasil, an yaka baada lam al-farika, itokezee baada lamu yenye kutenganisha. Na hau kauli shairi aliposema in wajadtu sadiqa haqqan la iyyaka famurni, la iyyaka, kwa lamu yenye kutenganisha, hapo ilipo imetenganisha la iyyaka, basi wewe famurni, niamrishe, falan azala mutian, sitoacha kuwa ni mwenye kutii. Kwa falan azala mutian, nasili yake ilikuwa in wajadtu sadiqa haqqan, hii haqqan inakuwa ni mafulu bihi, wa wajadtu as-sadiqa mafulu wa kwanza. Hii la iyyaka famurni, hii lamu hapo ilipo imekuja kutenganisha, ambayo imekuwa ni kama lamu inayoingia katika upande wa mubtada mfano wake, na hii ilikuwa asili yake falan azala mutian iyyaka, maana yake sitoacha kuwa ni mwenye kukutii wewe. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama ni mafulu bihi wa mutian, ambao ni ismu fa'il, lakini ikawa imeingiliwa na hii lamu iliyokuja hapo ndani, la iyyaka famurni, maana famurni niamrishe mimi, falan azala mutian iyyaka, sitoacha kuwa ni mwenye kukutii wewe. Wasayati mawdhi'un, na itakuja sehemu huko mbeleni ambao mawdhi'un dhukira tafsiluhu, metajwa pambanuzi wake insha Allah, au dhakara tafsilahu al-musannif wa sharih. Albaitu ya 10 inaelezea, anasema, lakini hii haiambatani na haya tuliokuwa tumechukua. Namba 15, la khaira hayyin waqt na'lu lahu qadama, na hii beti anaelezea kwamba ni albaitu min qasidati al-Farasdaq yaftakhiru fiha, anajifakharisha ndani yake Farasdaq, wa yamdahu Yazida ibn Abd al-Malik ibn Marwan, wa qablahu, na kabla yake kuna hii beti ya khaira hayyin, ambayo beti hii kumbe anaelezea kwamba
ni beti ambayo imekuja baada ya kutanguliwa na hii beti. Hii beti tulikuwa tumeitoka in wajadtu sadiqa haqqan la iyyaka famurni falan azala mutiyan, imekuja baada ya hii beti hapa ambayo imeelezea ya khaira hayyin, mbora wa walikuwa hai ambao wakati na'lu lahu qadama, mtu ambaye wakati na'lu lahu vilimuhami kwa kile viatu vyake kadaman, katika upande wa nyayo zake. Maana yake wakati vilihami na'lun qadaman lahu, maana yake viatu hivyo vilihami nyayo zake kwa mayitin, na ya khaira mayitin rasili yake, bora wa mayiti baada ya rusuli lahi makbur, baada ya wajumbe Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa wamekufa. Maana yake unafuata wewe katika bora wale waliokuwa wamekufa. Inni halaftu, kama mimi nimeapa, wala ahlifa ala fanadin, lakini sikuapia juu ya fanadin, juu ya lawama, fi naibaitin min as-sa'ina ma'mur. Kwa hiyo fi naibaitin kule kumalizika kwa nyumba, min as-sa'ina kwa wale waliokuwa ni wenye kufanya ibada, ni wenye kuimarisha, maamuri, nyumba ambayo ni baiti maamur, nyumba ambayo yenye kuamrishwa, yenye kuimarishwa vizuri. Na maamur na kwa ni ismu fa'il, ni ismu maf'uli ya kitendo amara, maamur ismu fa'il na kuja ni amir, maana yake yenye kuimarishwa, yenye kutengenezwa. Kwa hiyo mahallu shahidi ni kwamba hizi beti zimekuja baada ya hii beti hizi tulizokuwa tumezitaja, ndio ikaja baada ya hizi beti tulikuwa tumezisoma hapa, ndio ikaja hiyo beti in wajadtu sadiqa haqqan la iyyaka famurni falan azala mutiyan, wallahu alam. Na tumeona kwamba mahalu shahidi hapo ilikuwa ni hiyo dhamiri munfasil ingia katika la iyyaka, imeingiliwa na hiyo lamu alfarika, hiyo lamu alfarika, wallahu alam. Kisha baada ya hapo akaelezea tena sehemu ya mbele katika upande wa dhamiri wa wasil au ifsilha asalnihi wa maashbahu fi kuntu khulfun tama, akaelezea kwamba ashara fi hadhaini albaytain, amnashia katika beti hizi mbili iliyokuja mbeleni, kadhaka khiltanihi wa ittiswalan akhtaru ghairi ikhtaran fi swala, akachanganya beti hizo mbili kwamba ila almawadhi allati, kuna sehemu ambazo yajuzu an yutafiha bidhamiri munfasilan, inafaa dhamiri kuletwa ni munfasil, ma imkani, pamoja na kula kuwezekana kwake, an yu'ta bihi muttasilan, kuileta dhamiri muttasil. Fa ashara biqawli, ndio aliposema kwa kauli yake salnihi, akaashiria hivyo ila ma yataadda ila maf'ulain, kitendo ambacho kinasibisha maf'ulu wawili. Athani minhuma laysa khabaran fil asl, na asili yake sio mubtada na khabari, wala yule pili sio khabari asili yake, wa huma dhamirani, na zikawa zote ni dhamiri. Na mfano ad-dirham salnihi, hiyo dirham niombe mimi hiyo dirham. Fajuzu laka, kwa inajuzu kwa wewe, fiha isalni, katika he yake, alitiswalu dhamiri kuitumia ni muttasil, na mfano salnihi, walinfisal, na inafaa kuisema salni iyahu. Wakadhalika vile vile pia kullu fi'lin ashbahahu, kila kitendo ambacho kitafanana na vitendo vya namna hii. Na mfano ad-dirham a'taituka huwa wa a'taituka iyahu. Wa dhahiru kalam al-musannifi, lakini dhahiri ya maneno yanavyoonekana ya Sheikh annahu yajuzu fi hadhihi al-mas'ala, kwamba inajuzu katika masala haya alimfiswalu walittiswalu ala sawa, kwamba ni sawa. Wa dhahiru kalami akthari nahawina, ndio dhahiri ya maneno ya wengi katika wanachonahawu. Lakini wa dhahiru kalami Sibawaihi, dhahiri ya maneno ya Sheikh Sibawaihi, ana littiswala fiha wajibun, kwamba alittiswala ndani ya kuifanya dhamiri muttasil ndani yake inakuwa ni wajibu. Wali anna limfiswala makhsusun bishiri, na kwamba kuifanya dhamiri munfasil hii imefungwa na upande wa mashairi. Wa ashara biqaulihi, na ndo akashia kauli yake aliposema fi kuntuhu alkhulfun tama, kwamba katika kitendo kuntuhu vinavyonasibisha asili yao mafungu wa kwanza na khabari, kwamba kuna khilafu ila annahu idha kana khabaru kana wa akhwatuha dhamiran, kwamba itakapokuwa kana na ismu wake ndio ameingiliwa, ndio kana ndio imeingia katika upande wa mubtada na khabari, nao ndio imenasibisha hizo dhamiri mbili, basi fa innahu yajuzu tiswaluhu wa infiswaluhu, kwamba inajuzu kuifanya dhamiri munfasil na inafaa vile vile pia dhamiri kuifanya ni munfasil, kama tulivyotoka hapo nyuma. Wakatulifa, lakini wakatofautiana kama fil mukhtari minhuma, kipi ambacho kinachaguliwa. Fa ikhtara al-musannif al-ittisal, kwamba Sheikh akaona ni bora zaidi kufanya muttasil, na mfano kuntuhu. Wa ikhtara Sibawaihi al-infisal, lakini Sibawaihi akachagua dhamiri kuifanya munfasil, mfano kuntu iyahu, taqul tasema as-sadiqu kuntuhu au wa kuntu iyahu. Wakadhalika al-mukhtar vile vile iliyochaguliwa na al-mukhtar iliyokuwa ipo ila al-musannif ni al-ittisalu, ni kuifanya dhamiri muttasil fi nahwi, katika mfano khiltanihi
wa huwa kullu fi'lin, na ni kila kitendo ambacho taada ila maf'ulaini, kinachotaadi maf'ul wawili. Athani minhuma, lakini maf'ul wa pili katika huo fil asli inakuwa ni khabar, wa huma dhamiran, na dhamiri mbili. Wa madhhabu Sibawayhi arjah, lakini madhhabu aliyokwenda nayo Sibawayhi inakuwa ndio yenye nguvu, li'annahu huwa al-kathiru fi lisani al-arabi, kwa sababu ndio inapita sana kutumika kwa katika matamko ya Arabu. Ala ma hakahu Sibawayhi, juu yale ambayo ameelezea Sheikh Sibawayhi anhu kutoka kwao. Wa huwa al-mushafihu lahu, na ndio mwenye kuzungumza nao mdomo kwa mdomo. Qala ash-shairu, mshairi anasema idha qalat hadhami fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hadhami, kwa ametumia dhamiri muttasil. Idha qalat hadhami fasaddiquha, fasaddiquha, kwa hiyo ha imetumika dhamiri muttasil, ni bora zaidi kama alivyoelezea Sibawayhi katika sehemu hiyo. Lakini vile vile tukumbuke kuna kipengele kile kwamba ukitaka dhamiri kuifanya muttasil, basi ni lazima itangulie dhamiri ambayo ni arafu minhu, dhamiri ambayo itakuwa ni maarifa zaidi kuliko hiyo. Na tumeona katika baadhi ya mifano tulikuwa tumeelezea, na ndio maana tukasema kwamba basi ni wajibu asili yake kuifanya dhamiri munfasil ikiwa hakuna wakati huo dhamiri iliyokuwa imetangulia kuwa ni dhamiri ambayo ni araf. Nasema dhamiri ambayo itakuwa iko juu zaidi kimanzila kuliko hiyo ya pili ambayo itakuwa wakati tunataka kufanya muttasil. Almuhimu tutaingia katika beti zake na tutaona. Fa akashuka chini hapo, baada ya hapo akaelezea kuna beti ambazo tuliziwacha namba 2 hapo kwenye ukurasa huu. Anasema wakad warada al-amrani kathiran, baada ya kuelezea kuna fawaidi chini huku namba 2 anasema wakad warada, na kumekuja al-amrani majambo mawili, maana yake imekuja njia mbili zinazojuzu fi kalami al-arab, katika maneno ya Waarabu. Fa min al-infisal, basi katika ile ambayo imekuja dhamiri munfasil, kauli Amri ibn Abi Rabi'a al-Makhzumi anasema la in kana iyahu laqad hala ba'dana anil ahadi wal insanu kad yataghayyaru. Na hapa alipokuwa nilizia kinakana la in kana iyahu, na hapa imetumika dhamiri munfasil ikiwa ni yeye, basi laqad hala ba'dana, kumetokezea kizuizi kati yetu, anil ahadi, kutokana na ahadi, wal insanu, na mwanadamu kad yataghayyaru, anaweza kubadilika. Wa kauli akhana, kauli mwingine nasema laisa iyaya wa iyaki, sio mimi na wewe, wala nakhsha raqiban, wala hatuogopi raqiba, mlinzi au mpelelezi au mwenye kufuatilia. Wa min al-ittisal, katika kufanya dhamiri muttasil kuna kauli Abi al-Aswadi ad-du'a li yukhatibu ghulaman, wakati huo anazungumza na ghulaman, kijana au mtumwa, mtumwa ambaye ni lahu mtumwa wake, kana ashrabu nabidh, alikuwa kinywa nabidh, ni mfano wa yale ambayo yanawekwa katika upande wa nafaka lakini hayalevi. Kwa hiyo haya katika upande wa sheria imeruhusiwa kwamba mtu anaweza akanywa ikiwa wakati huo si lenye kulevya. Fa yataribu sha'nuhu wa tasuu, kwa hiyo jambo lake linakuwa lenye kuungana, na tasuu halu, hali yake inakuwa mbaya. Akamwambia fa illa yakunha au takun, akitoacha kuwa na hilo nabii, au ukitoacha kuwa na hilo nabii. Kwa hiyo fa illa yakunha, asili yake hiha hapo ilipo, maana yake tunaweza tukaifanya munfasil au dhamiri muttasil kama ilivyokuja fa illa yakunha au fa illa yakun iyaha au takunu, basi fa innahu akhuha, itakuwa huyo ndugu yake. Ghadhathu ummuhu bilibaniha, maana yake ndio alivyolishwa na mama yake, alivyolelewa bilibani, katika maziwa yake. Wa kauli rasulillah, na kauli ya rasulillah, mjumbe wa Allah aliyopeleka li Umar ibn Khattab fi sha'ni ibn Sayyad, husiana jambo la huyu ibn Sayyad ambayo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam litatiza jambo lake, kwa sababu alikuwa na chongo na wao masahaba wakadhania kwamba ndio Masihi Dajjal. Almuhimu in yakunhu, ikiwa basi ndio yeye, anamwambia Umar alitaka kumuua, basi falan tusallatu alayhi, utusalitishwa juu yake. Wa in yakunhu, na ikiwa ni yeye mwenyewe, basi fala khaira laka fi katli, hakuna khairi katika kumuua kwako. Kwa hiyo almuhimu mahalu shari in yakun iyahu au in yakunhu. Wa min washahid, vile vile namba akaweka rakam 17 alati tukokuja fi safha hiyo 102. Kad warada al-amrani, vile vile akashuka namba 1 tena kwenye faida hapo katika ukurasa uliokuwa nao.
vile vile imekuja mambo mawili, maana yake imejuzu njia mbili, fi fasih al-kalami aidan, katika upande wa maneno ambayo ni fasaha. Familiarity swali, mfano ile kuja dhamiri muttasil ni kauli Allah ta'ala, imekuja kauli Allah subhanahu wa ta'ala, idh yurikahumullahu fi manamika qalilan, au alipokuonyesha wao hicho kikundi katika usingizi wako huwa ni wachache, walau arakahum kathira. Kwa asili yake tuseme kwamba tukitaka kuifanya dhamiri munfasil tunaweza kusema idh yurika iyahum, na hapa imekuja idh yurikahum. Kwa hiyo imekuja kwa sura zote mbili, idh yurika iyahum na idh yurikahum. Wa kauli shair, lakini imekuja vile vile walau arakahum, pia kauli Allah walau araka iyahum kathira. Wa kauli shair, kauli ya mshairi aliposema bulightu, nimefikishiwa, suna amriin, ufundi mzuri wa bar, wa yule ambaye ni barri, ikhalukum, kwa barri alikuwa mwema, ikhalukahu, kumdhania kwake yeye. Kwa ikhalu inakuwa ni masdari ya ile khala ambayo tumesema kwamba inafanya kazi ya dhanna ya kunasibisha mafuulu wawili ambayo asili yake ni mtu na khabar. Kwa ikhalukahu, na imekuja ikhaluka iyahu, idh lam tazal iktisabi alhamdi mubtadira, kwa pindi lam tazal, wakati hukuacha kuwa iktisabi alhamdi, katika kuchuma sifa nzuri, mubtadira, kwa ni mwenye kuwa na haraka katika hizo. Kwa hiyo nyingine ni kauli ya mshairi aliposema min al-infisal, katika upande wa kuja dhamiri munfasil. Hii mifano kwa ameitoa ni mifano ya dhamiri muttasil, lakini mfano wake unaweza kutumia dhamiri muttasil pia, idh yurikahum iyahu, idh yurika iyahum, au idh yurikahum, walau arakahum au walau araka iyahum. Kwa maana hizi unaweza ukazileta kwa sura zote mbili, lakini Qur'ani kama Qur'ani unaiacha kama vile ilivyokuwa imethibiti, isipokuwa kama imepokewa kwa sura nyingine inaweza ikaja, lakini kilugha kwamba inawezekana kutumia kwa njia hii kama ikiwa ni kitendo. Ama ambayo imekuja katika sura ya dhamiri munfasil ni kauli ya shairi, anasema akhi hasibtuka iyahu wa qadimuli arja'u sadrika bil adghani wal ihan. Akhi, ewe ndugu yangu, hasibtuka, nimekudhania wewe, iyahu kwa ni yeye, kwa hasibtuka iyahu, au ukasema hasibtuka hu, maana yake inafaa pia, lakini hapo imekuja imepokelewa kwa njia ya dhamiri munfasil, wa qadimuli arja'u, na zimejazwa pande za kifua chako, bil adghani, chuki, wal ihan, maana moja chuki. Kisha akaelezea hadha albaytu, beti hii, qila li'annahu lidasim lahu dasim ibn Tariq ahadi shuara al-jahiliya, ni mmoja katika washairi wa zama za kijahiliya. Wakad jara, na beti hii imepita, majra al-mathali, mapito ya kimithali, yani inatumika kama vile mithali watu wanaitumia katika maneno yao. Wasara yudhrabu, na ikawa inapigiwa mfano, likulli man yu'tad bi kalami, kwa kila ambaye mazungumzo yake yanazingatiwa, utamassaku bimakali, na hushikwa na kuchukuliwa maneno yake, wala yutafatu, na ala hakuelekewi, ila ma yaqulu ghairuhu, kwa mtu mwingine ambaye atakuwa anazungumza. Fi hadha ya abi shari, na ndio maana mshereheshaji akaelezea hii, wa yuridu anna Sibawaihi, na anakusudia huyu Ibn Aqil kwamba Sibawaihi huwa ar-rajulu alladhi yutadu bi qawlihi, ni mtu ambaye maneno yake yanazingatiwa, wa yutabaru, na vile vile pia huzingatiwa katika upande wa naklu wa vile anavyopokea, lianahu alladhi shafaha al-araba, kwa sababu yeye amepokea kwa mdomo kutoka kwa Waarabu, akhadha anhum, na akachukua kutoka kwao, au anhum akhadha min alsinatihim istamadda, na kutoka kwao ndio amechomoa vile ambavyo wamevichukua katika upande wa lugha. Kwa hiyo tunaona kwa mahalu shahidi ni kauli hii ya idha qalat hadhami fasaddiquha, ndio alikuwa anaelezea namba 16 kwamba akizungumza hadhami basi msikilizeni. Akafanisha na Sibawahi ni hivyo. Sibawahi katika upande wa nahau akizungumza naye vile vile pia msikilizeni, kwa maana maneno yazungumza Sibawahi maneno ambayo ni mutamadi kwa watu wa lugha. Kisha baadaye kumalizia katika beti wa qadim ila khassa fi iktisali, na vile vile itangulize ile ambayo ni khas, ile ambayo itakuwa imefungwa ni maarifa zaidi katika upande wa dhamiri muttasil ukitaka kuitumia, lakini wakadima ni mashida fi iktisal. Ama ukitaka kutumia dhamiri munfasil, hii ni wewe mwenyewe, unaweza ukatanguliza ambayo ni maarifa zaidi, au ukatanguliza ambayo itakuwa daraja yake iko chini, muda kuwa dhamiri ya pili unataka kuifanya ni dhamirun munfasil. Kwa nasema dhamirul mutakallim akhassu min dhamiri mukhatab. Dhamiri munfasil hii inakuwa ni imefungwa zaidi kuliko dhamiri ya mukhatab, maana hii iko juu zaidi kuliko dhamiri mukhatabi, na dhamiri ya mukhatab inakuwa ni akhassu, iko juu zaidi min dhamiri al-ghaib, maana ni arafu, iko juu zaidi kuliko dhamiri ya kilichokuwa mbali. Fanyitama dhamirani zikusanyika zote mbili,
mansuba na zote kama zimenasibishwa basi ahaduhuma akhas min al-akhar na moja ikawa iko juu zaidi kuliko nyingine fa in kana muttasilaini zikiwa ni muttasil wajaba takdimu al-akhas lazima itangulizwe ile ambayo iko juu zaidi minhuma katika hizo fatakulu utasema adirham ataituka hu na wala hutosema adirham ataituhu ka labda ukitaka kuifanya pili munfasil una khiyaru ukasema adirham ataituhu iyaka lakini ukitaka kuifanya muttasil ataituka hu basi lazima utangulize ambao ni araf bitakdim al-kaf wa kutanguliza kaf wal ya alha lianahuma kwa sababu hizo mbili ni akhasu min al-ha katika mifano iliyokuwa imetoka vile vile tanihi umenipa mimi hicho kitu liana al-kaf al-mukhatab wal ya al-mutakallim wal ha lil-ghaib wala yajuzu takdimu al-ghaib lakini yajuzu kukitanguliza kile cha ghaibu mal tisali alafu ukawa umekusudia kuifanya dhamiri muttasil fala taqulu haifai kusema ataituhuka wala ataituhuni lakini waajazahu qaumun kuna ambao wamejuzisha lakini hii inakuwa ni kauli ambayo haina nguvu wa minhu na vile vile pia katika hayo marawahu ibn al-athir fi gharib al-hadith katika hadithi ambazo ni gharib min kauli Uthman radhiyallahu anhu anasema arahumuni al-batil arahumuni al-batil shaytana kwa hiyo arahumuni mahalu shahid ni imetangulia arahum maana yake iliwaonyesha wao kwangu mimi albatilu hi batili shaytana ni kuonyesha shaytani almuhimu kwa maana hii hapa ilipo ni dhamiri ya ghaiba na imetangulizwa na hii dhamiri ya pili ukifahamu mutasil kwa hiyo ni kauli ambazo zimechukuliwa kama ni dalili kwa wale walikuwa wamejuzisha fa infusila ahaduhuma ikiwa moja ni munfasil kunta bil khiyari una khiyari fa inshita qaddamta al akhaswa ukitaka utanguliza ambao ni maarifa zaidi fakulta ukasema adirham ataituka iyahu wa ataitani iyahu wa inshita na ukitaka qaddamta ghaira al akhas utatanguliza ambao sio maarifa zaidi fakulta utasema ataituhu iyaka wa ataituha wa ataitahu iyaya maana yake imetangulizwa hau na ni dhamiri ambayo iko chini zaidi kuliko iyaya dhamiri ya mutakallim na huko imetangulizwa hau na ni hau iko chini zaidi kuliko dhamiri ya mukhatabi wa ilayhi na kwa hiyo ashara bi kauli alipoashiria akasema kadima ni mashita fi infisal kwa maana ukitumia dhamiri munfasil ya pili basi una khiari wa kutanguliza chochote unachokitaka wa hadha alladhi dhakarahu laysa ala itlaq lakini hicho alichokuwa amekieleza shekhe sio kwa kuachiliwa moja kwa moja katika kauli yake bali inma bali hapana vingine yajuzu takdimu ghairi al-akhas fi al-infisali inafaa kuitanguliza ambao sio akhas sio maarifa zaidi katika upande wa dhamiri munfasil inda amni al-lubs wakati wa ule usalimika na utata fa in khifa lubsun kama kutaogopewa kutapatikana iltibas utata wote basi lam yajuzu haitofaa fa in qultu ukisema mfano zaidun a'taituka iyahu lam yajuz haitojuzu wakati huo takdimul ghaibi kuitanguliza dhamiri ya ghaib fala takula haifai kusema labda zaidun a'taituhu iyaka haifai kuileta kwa sababu gani makusudio wakati huo yataenda vibaya lianahu la yu'lam haitojulikana wakati huo hali zaidun ma'khudun au akhidun je zaidi ndo mchukuaji au ndo mwenye kupewa kwa hiyo ikiwa kuna iltibas haitofaa wakati huo kutangulizwa ile ambayo sio akhas kama alivyoelezea kwa hiyo ukisema zaidun a'taituka iyyahu maana yake zaidu nimekupa wewe hicho kitu ndio maana yake kwa katika sehemu hii haitofaa kinyume chake useme kwamba zaidun a'taituhu iyyaka kwamba zaidi nimempa yeye hicho kitu kwa sababu wakati huu je ukisema a'taituhu itarudi nimempa yeye iyyaka kukupa wewe hii kafu iyyaka wakati huu pamoja na hii dhamiri ya ghaib utaingia itibasi haitojulikana kwamba iyyaka utakuwa inarudi kwako wewe au itakuwa inarudi kwa kitu kwa maana nimekupa hicho kitu kukupa wewe au itakuwa ina maana kwamba nimempa yeye kukupa wewe hicho kitu kwa hiyo maana yake hapo kutakuwa kuna iltibasi katika upande wa maana na ndio maana ikabidi itangulize sehemu hii dhamiri ambayo itakuwa ni dhamiri ya kafu juu ya dhamiri ya ghaiba ili ionyeshe kwamba zaidi yeye ndio mchukuaji sio mwenye kuchukuliwa kwa maana nimekupa wewe zaidi hicho kitu sio kwamba nimekupa hicho kitu wewe
kwa sababu hicho kitu asili hakiwezi kukuchukua wewe. Na hii tutakuja kusoma katika mlango wa mafaulu bihi wanasibishwa, ikiwa zimekutana hii dhamiri, asili yanatakiwa yule ambaye ni mwenye kuchukua kitu ndo anatakiwa yeye atangulizwe kiupande wa maana. Kama ilivyokuwa kiupande wa maana anatangulizwa, basi vile vile kiupande wa lafzi mchukuaji anatangulizwa. Maana yake nimekupa wewe hicho kitu, kwa hiyo wewe ndio uko nimekupa, ni kama ni mchukuaji wa kuchukua hicho kitu. Kwa hiyo wewe umepewa na wewe ndio mchukuaji. Lakini tukileta kwa kinyume chake, maana yake nimekupa hicho kitu wewe, itaonekana kana kwamba hichi kitu asili yake kwanza hakina asili ya kuwa ndio kinapokea kisha kikugaie wewe. Kwa hiyo hapo kiupande wa maana itakuwa itaingia iltibasi, maana itakuwa ni kuharibika. Kwa sehemu hii ndio maana akasema kwamba haitofaa kwa sura hii kuitumia kwa kinyume chake. Ukasema Zaidun ataituhu iyaka, kwamba Zaidi nimempa yeye wewe. Kwa hiyo hii iyaka itaingia iltibasi pamoja na hau. Haitojulikana hal Zaidun ma'khudhun au akhidhun, je Zaidi ndio mwenye kuchukua au ndio mwenye kuchukuliwa, kwamba je Zaidi nimempa yeye wewe, kwamba wewe Zaidi ni kama ni mtumwa ndio nimekukabidhi, au Zaidi ndio kapewa kitu kwamba nimekupa hicho kitu kukupa wewe Zaidi. Hapo maana yake itaharibika. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.